Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa ashuhudia utiaji saini wa hati ya makubaliano ya ujenzi wa kituo kikubwa cha kupandikiza figo na utoaji wa mafunzo kwa madaktari bingwa. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu latoa ripoti ya mauaji na mateso yaliyofanywa na kundi la waasi la M23 kwa raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Na katika michezo, makocha wa timu ya soka ya Simba na Singida Black Stars watabiana kuelekea mchezo wa Ligi Kuu Tanzania Bara utakaopigwa kesho katika uwanja wa KMC Complex Mwenge jijini Dar es Salaam. Naam, ni Mei 27 mwaka 2025 ukikutangazia moja kwa moja kutoka jijini Dar es Salaam. Hii ni Channel 10. Ujambo na karibu katika taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima kwa siku ya leo. Ninayekualika ni mimi Emmanuel Mwakapo, tutaendelea kusomea habari za kitaifa na habari za kimataifa. Na katika upande wa lugha ya alama ni Tito Makombe, na huu ni mwanzo wa mwanzo tu. Karibu tuanze na habari za kitaifa. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa ameshuhudia utiaji saini wa hati ya makubaliano ya ujenzi wa kituo kikubwa cha kupandikiza figo pamoja na utoaji mafunzo kwa madaktari bingwa ambacho kitakuwa ni kikubwa katika ukanda wa jangwa la Sahara. Kituo hicho ambacho kitajengwa kwenye hospitali ya kanda ya Benjamin Mkapa jijini Dodoma ni ushirikiano kati ya shirika la tiba la Tokushukai, hospitali ya Benjamin Mkapa na chuo kikuu cha Dodoma, na kinatarajia kugharimu zaidi ya shilingi bilioni 28 ikiwa ni msaada usiokuwa na masharti yoyote. Utiaji saini huo umefanyika kwenye kongamano la biashara, uwekezaji na utalii lililowakutanisha wafanyabiashara wa Tanzania na wafanyabiashara na wawekezaji wa Japan katika ukumbi wa mikutano wa hoteli ya Westin Osaka, Japan, ikiwa ni sehemu ya Westin Japan katika maonesho ya World Expo Osaka 2025. Kongamano hilo lilifunguliwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa. Ni grant ambayo haina masharti yoyote, itakuwa na thamani ya bilioni 1.5 yeni, ambazo ni takriban sawa na bilioni 28 fedha za Kitanzania. Kwa hiyo watatujengea hicho kituo ndani ya hospitali ya Benjamin Mkapa, na vifaa pia tutapata. Pia serikali yetu itasaidia katika baadhi ya maeneo kuhakikisha kwamba hicho kituo ndani ya miaka mitatu kinakamilika na kuanza huduma. Kwa upande wake, makamu mkuu wa chuo kikuu cha Dodoma UDOM Profesa Lugano Kusiluka amesema makubaliano hayo yataimarisha huduma ya upandikizaji figo ambao unafanyika katika hospitali ya Benjamin Mkapa jijini Dodoma kwa ushirikiano na wataalamu wa hospitali hiyo pamoja na wa UDOM. Kwa hiyo sisi tumejiunga na Watanzania wengine ambao wanaona iko fursa kwanza kwa vijana wetu kujua eneo hilo, lakini pia waweze kutengeneza baadhi ya vifaa ambavyo inawezekana kuvitengeneza badala ya nchi kuendelea kuagiza, lakini vile vya thamani kubwa ambavyo vinaagizwa na nchi yetu. Na tunajua kabisa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ambavyo anapashe kuhusu afya ya Watanzania. Basi vikiharibika tuvitengeneze, lakini tuvitunze vizuri ili visiharibike. Aziza Bakari, Channel 10. Serikali imefanikiwa kuwawezesha wazee zaidi ya milioni 2 wasiokuwa na uwezo kupata matibabu bure na bima za afya, huku ikiokoa watoto zaidi ya 1000 wanaofanya kazi na kuishi katika mitaani na kuepusha na mazingira hatarishi. Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum Daktari Dorothy Gwajima ameliambia bunge mafanikio hayo wakati akiwasilisha makadirio ya mapato na matumizi ya wizara yake ya mwaka wa fedha 2025-2026. Wizara kwa kushirikiana na Ofisi ya Rais TAMISEMI na Wizara ya Afya ilifanya utambuzi wa wazee na wasiojiweza milioni 4,975,473 na kutoa huduma za kiustawi katika mikoa 26 kufikia Aprili 2025. Kati ya hao, wazee wasiojiweza milioni 2.1 wamepatiwa vitambulisho kwa ajili ya msamaha wa matibabu na bima ya afya kwa ajili ya kugharamia matibabu. Katika kipindi cha Julai 2024 hadi Aprili 2025, jumla ya watoto 10,782 wanaoishi na kufanya kazi mtaani waliokolewa kutoka kwenye mazingira hatarishi ya mtaani.
Akibainisha mpango kazi wa wizara hiyo, Daktari Gwajima ameliambia bunge kuwa wamejipanga kukuza huduma za ustawi na maendeleo ya jamii, huku kamati ya kudumu ya bunge ya ustawi na maendeleo ya jamii ikishauri serikali kuitazama tena wizara hiyo na kuiwezesha kiuchumi kutokana na jukumu kubwa walionayo ya ustawi wa jamii. Kuratibu na kuimarisha utoaji wa huduma za ustawi na maendeleo ya jamii, ikiwa ni pamoja na kukuza usawa wa kijinsia, kutokomeza vitendo vya ukatili, uwezeshaji wanawake kiuchumi na upatikanaji wa malezi bora katika familia. Kamati inaendelea kuishauri serikali kuendelea na kuona umuhimu wa kuiongezea bajeti wizara hii ili iweze kutekeleza majukumu yake ipasavyo na kutekeleza azma yake ya kuleta ustawi kwa jamii. Wakichangia hotuba hiyo, wabunge wametaka serikali kuchukua hatua kali dhidi ya vitendo vya kikatili, ikiwezekana kubadili sheria ili kukomesha vitendo hivyo, hususan ni kwa watoto. Mashauri yote yanayohusiana na ukatili wa kijinsia, mashauri haya yasijadiliwe katika katika ngazi ya kijamii, kusiwe na mapatano. Mtoto analawitiwa, halafu mnasema huyu mtu anapelekwa kule. Tulisema leteni tubadilishe sheria, tuweke sheria kali kama wenzetu. Wanaume hao wanaobaka wahasiwe. Mtoto unamtengenezea mazingira magumu. Wewe umekorofishana na mume wako, ni wewe, lakini unamtengenezea mtoto ushindani wako na mumeo kumwadhibu mtoto. Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum imeliomba bunge kuidhinisha kiasi cha shilingi bilioni 76.05 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na miradi ya maendeleo. Leonard Mwacha, Channel 10, Dodoma. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linawashikilia watu 8 kwa tuhuma za uharibifu wa mazingira katika eneo la Mindu kutokana na shughuli haramu za uchimbaji madini ambazo zinahatarisha miundombinu muhimu ya kitaifa, ikiwemo bomba la mafuta, laini ya umeme wa gridi ya taifa na barabara kuu inayounganisha mikoa ya kusini mwa Tanzania. Tusije kulaumiana, lakini hatutakubali kuona mazingira yako hivi. Lazima waliohusika. Ni katika operesheni maalum ya kutoa elimu ya kudhibiti uharibifu wa mazingira, mrakibu mwandamizi wa jeshi la polisi Dennis Mujumba ametoa onyo kali kwa wanaojihusisha na uchimbaji haramu wa madini unaoendelea kuathiri mazingira ya Mindu. Hawa watu ni wakazi wa Mindu, na kuna watu 8 tayari tuko nao, tunashughulika nao. Lakini kibaya zaidi, nataka tukitoka hapa twende eneo husika pale. Wamechimba mpaka barabara. Hii ni barabara ni ya ushoroba. Hii barabara inatumia ile mikoa yetu ya kusini kule. Nchi zetu za jirani, Zambia, Malawi, Zimbabwe, mpaka Afrika Kusini wanatumia hii hapa, DRC Congo wanatumia hii barabara hii hapa. Yaani hii barabara imechimbwa katikati. Ndugu zangu, kesi iliyokuwepo kule kwa wale watu 8 waliokamatwa, uwezo wa kulipa milioni 36 wewe na mimi hatuna. Shughuli hizo zimeibua hofu kubwa kutokana na uwepo wa mapango yanayoanza kutokea chini ya barabara kuu, hali inayoweza kusababisha ajali au uharibifu wa njia muhimu ya usafiri, ambapo baadhi ya wakazi wa maeneo ya Mindu, Kasanga na Mikoroshini walishiriki mkutano wa hadhara wamesema sababu kubwa ya kuingia kwenye shughuli hizo ni hali ngumu ya kiuchumi, lakini wakazitaka taasisi za serikali kuwajibika zaidi katika kulinda mazingira. Na kimsingi wananchi wanakuja hapa kuharibu miundombinu si kwa kupenda, ni kutokana na ugumu wa maisha. Lakini naamini kabisa serikali ingesimama kidete kuweza kutoa miongozo iliyoweza kusimama kwamba haiwezekani kuna walinzi wako kwenye eneo hili ambao wamepewa dhamana ya kulipwa na hizo mamlaka zilizowapa mamlaka ya kudhibitisha hili hapa, halafu uharibifu unafanyika hapo, wenyewe hawachukui hatua. Haiwezekani. Lazima kuna kitu kiko nyuma ya pazia. Jeshi la polisi limeeleza kuwa uchunguzi unaendelea na wote watakaohusishwa na mtandao huo wa uharibifu wa mazingira watafikishwa katika vyombo vya sheria. Na niwaambie wale hawatasalimika. Na kibaya zaidi, hata sisi sasa hivi tunavyofanya doria, wanakuja na wanatishia na mapanga na sururu. Jimmy Mengele, Channel 10, Morogoro. Jeshi la Kujenga Taifa JKT limewataka vijana wote waliohitimu elimu ya kidato cha 6 mwaka huu 2025 na kuchaguliwa kujiunga na mafunzo ya JKT mujibu wa sheria kuanza kuripoti kwenye makambi 19 yaliyopo katika mikoa mbalimbali nchini, isipokuwa wenye ulemavu wa kuonekana kwa macho ambao watapaswa kuripoti kambi ya Ruvu JKT kuanzia Mei 28 hadi Juni 8 mwaka huu.
Wito huo kwa vijana ambao ni wahitimu wa elimu ya sekondari kidato cha 6 mwaka huu umetolewa makao makuu ya Jeshi la Kujenga Taifa kwa niaba ya mkuu wa JKT Meja Jenerali Rajabu Mabele na kaimu mkuu wa tawi la utawala Kanali Juma Mrai, ambapo amesema watakaoshiriki mafunzo hayo ni wahitimu kutoka shule za sekondari Tanzania bara. Na wanatakiwa kuripoti makambini kuanzia kesho tarehe 28 Mei hadi tarehe 8 Juni 2025. Wahitimu wenye mahitaji maalum and physical disabilities waripoti katika kambi ya Ruvu Jeshi la Kujenga Taifa iliyopo Mlandizi mkoani Pwani, ambayo ina miundombinu ya kuwahudumia watu hao. Kanali Mrai amesisitiza kuwa mafunzo hayo ni muhimu kwa vijana hao kwa kuwa yanawaandaa vyema wamudu kujitegemea na kuwa na uzalendo kwa taifa. Hivyo wazazi na walezi hawana budi kuwaruhusu kushiriki mafunzo hayo, kwa sababu wametoka kulelewa shuleni. Sasa hivi baada ya kwenda vioni au kwenye shughuli mbalimbali, wanaenda kujitegemea, wanajiendea kama wao. Kwa hiyo tunaenda tunawajengea ule uzoefu, kuwajengea kujiamini, kwa sababu ataenda kuanza maisha ya peke yake. Kwa hiyo tunaomba sana wazazi na walezi wawaruhusu vijana waje kwa ajili ya mtakabali wao wa maisha yao. JKT ni mahali salama, mahali ambapo kijana anafundishwa kuwa na nidhamu, anafundishwa kupenda kazi na kujitolea na kulipenda taifa lake. Kwa mujibu wa wito huo ni kuwa vijana watapata maelezo zaidi ya mafunzo hayo kupitia tovuti ya JKT pamoja na taarifa za kambi 19 zilizopo kwenye mikoa ya Mara, Tabora, Pwani, Dodoma, Iringa, Ruvuma, Tanga, Arusha, Kigoma, Songwe, Rukwa na Lindi watakazopatiwa mafunzo hayo. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Wananchi zaidi ya 21,000 wa mikoa ya Mwanza na Shinyanga na Simiyu ambao wanapata huduma za afya katika kituo cha afya Malampaka na Mwabayanda wilayani Maswa mkoani Simiyu wameshukuru serikali kwa kuwapatia magari mawili ya kubebea wagonjwa yenye thamani ya shilingi milioni 400. Adha ya kutumia usafiri wa bodaboda kusafirisha wagonjwa kutoka katika vituo vya afya Malampaka na Mwabayanda. Sasa basi wananchi wa kata hizi wanatoa shukrani zao kwa serikali ya Rais Daktari Samia kwa kupata magari haya mawili ya wagonjwa ambayo yatawapa unafuu ya kusafirisha wagonjwa katika hospitali ya wilaya ya Maswa na hospitali ya rufaa ya Kanda Bugando. Wakati hatujapata gari tulikuwa tunahangaika sana. Tulikuwa tunakodi bodaboda au gharama ya gari kwa gharama kubwa ambapo hatuna hata uwezo. Tulikuwa tunakodi gari kwa gharama kubwa. Hizi zinakuja kumchukua mgonjwa inampeleka Maswa au Ugando na kutumia gharama kubwa. Usafiri kwa kusafiri tunahangaika sana. Mungu ametufisha gari la usafiri. Yaani tunashukuru sisi wa kina mama wakati wa kujifungua. Kwa tunatumia usafiri wa kwenda Kinamwigu. Akikabidhi magari haya, mbunge wa jimbo la Maswa Magharibi Mashimba Ndaki anasema wananchi wataondokana na changamoto ya kutumia gharama kubwa ya kukodi usafiri pindi wanapohitaji kusafirisha wagonjwa kutoka katika vituo hivyo vya afya. Kwa ni kituo kikubwa kinahudumia maeneo mapana. Kwa hiyo kuwa na gari ilikuwa ni jambo la lazima. Sio hivyo ndugu zangu? Kwa hiyo ndio maana mimi kwa niaba yenu wananchi wa jimbo la Maswa Magharibi namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutoa fedha kiasi cha shilingi milioni 200 ili kulipata gari hili pamoja na vifaa vyake. Sisi kata ya Mwabayanda tunamshukuru sana. Tunamwombea kwa Mheshimiwa Rais. Tunamwombea Mheshimiwa Rais, Mungu azidi kumwangalia. Kupatikana kwa magari hayo ni moja ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM ya mwaka 2020-2025 ya kuboresha huduma za afya. Kutoka Maswa mkoani Simiyu, Aidan Mhando, Channel 10.
Kila ifikapo Mei 27 ni siku ya kimataifa ya kuadhimisha siku ya tiba za magonjwa ya dharura na ajali ulimwenguni kote, ikilenga kuhamasisha uimarishwaji wa huduma hizo kufuatia kuongezeka kwa matukio mengi ya dharura ikiwemo ajali na majanga ya asili. Idara ya tiba za magonjwa ya dharura na ajali katika Hospitali ya Taifa ya Muhimbili ndio idara ya kwanza kuanza kutoa huduma za tiba ya magonjwa ya dharura hapa nchini tangu mwaka 2010. Mafanikio makubwa yakionekana ikiwemo kupungua kwa vifo kwa 40% na kupungua kwa malalamiko ya ucheleweshwaji wa huduma na kuwa chachu ya kupanua huduma hizo nchi nzima. Kaimu mkurugenzi mtendaji wa Hospitali ya Taifa Muhimbili Dr. Juliet Magandi anasema mpaka mwaka huu dunia ikiadhimisha siku hii ya huduma ya tiba ya magonjwa ya dharura na ajali, huduma hiyo imeenea katika ngazi za hospitali za halmashauri pamoja na zile za wilaya. Kwa matukio yaliyofanyika na yanayoendelea kufanyika katika kuadhimisha siku hii ya utoaji wa huduma za tiba za dharura ni pamoja na yafuatayo: moja, ni kufundisha wataalamu mbalimbali utoaji wa huduma za dharura, ambayo hii tumeisikia kwa kirefu sana inaongelewa. Lakini pia kuna utoaji wa mafunzo ya huduma ya kwanza kwa makundi mbalimbali pamoja na uhamasishaji wa utoaji wa huduma za dharura kwa jamii. Naye Profesa Emmanuel Balandia, mwakilishi wa makamu mkuu wa Chuo cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili MUHAS, ambao ni wadau wakubwa wa huduma za dharura katika nyanja za elimu, huduma na tafiti, amesema wanatarajia kuanza kutoa mafunzo ya huduma za dharura na ajali kwa watoto na huduma za dharura kabla mgonjwa hajafikishwa hospitali. Hospital services, yani huduma za dharura na ajali kabla mgonjwa hajafika hospitali. Kwa maana pale ilipotokea ajali, lakini pia ile safari, ile transit. Kwa hivyo tunajidhatiti kwenye hilo. Tunashukuru kwa Wizara ya Afya na ubalozi wa Uturuki kutupatia ambulance na ambulance 2. Kwa upande wetu wa MOI, naomba nitoe special thanks kwenu. Mmetupunguzia kazi. Mtakumbuka kwamba kuanzia mwaka jana tumekuwa tunapokea wagonjwa moja kwa moja kutoka Regional Referral Hospital. Kitendo cha nyinyi cha kwenda kufundisha kule watu wanaotoa huduma ya kwanza wanapowapokea wagonjwa. Tunapokea wagonjwa ambao tayari wako stabilized, na mtaelewa kwamba kwa upande wa MOI, ubongo, mshipa fahamu, tuna ile first golden hour. Maadhimisho ya siku ya tiba za magonjwa ya dharura mwaka huu 2025 yamebeba kauli mbiu isemayo kujivunia kwa utoaji wa huduma bora za dharura na ajali. Dorcas Ramos, Channel 10. Wafanyabiashara ndogo wa Keko Mwanga A karibu na jengo la maliasili jijini Dar es Salaam wameiomba mamlaka husika kuingilia kati mgogoro uliopo baina yao na mmiliki wa eneo hilo ambaye wamedai amekuwa akiwataka kuondoka katika eneo lake na kuwafanya washindwe kufanya biashara zao kwa utulivu. Wakizungumza na Channel 10 wamesema wapo katika eneo hilo kwa muda mrefu bila kusumbuliwa, lakini hivi karibuni ameibuka mtu anasema eneo hilo ni la wazazi wake ambaye amewataka kuondoka katika eneo lake, huku wakidai kuwa wao wanatambua eneo hilo ni mali ya Wizara ya Maliasili na Utalii na si kama ambavyo mmiliki wa sasa anadai. Kuna raia ambaye wako kwenye eneo langu lakini hawataki kuondoka. Ndio jambo hilo likaingiliwa na serikali, kata kuitwa tukaenda, tukaambiwa kaondokeni kwenye eneo hilo, si mali yenu, ni mali ya huyu bwana, na tumekosa kutoa maelezo, hatukuwa na nafasi ya kueleza. Kuambia mheshimiwa tumechukua mikopo, tunaishi maisha gani? Unavyotuambia stop biashara na sisi tulishambo tukae, mbona mnatuletea utata? Biashara inaenda mbele na rudi nyuma. Kesi ilishaisha, nyewe na maliasili mnapambana. Anaturudia tena, si tuondoke, si tuende wapi? Afisa mtendaji serikali ya mtaa Keko Mwanga A, Sepetu Titus, amekiri kufahamu mgogoro huo na kuchukua hatua kadhaa, ikiwemo kuwataka wafanyabiashara hao kupisha eneo lenye mgogoro kwa kuwapatia eneo lingine lilopo nje ya mipaka yenye mgogoro na kukubaliana kuwa ifikapo Alhamisi wiki hii wao wamehamia katika eneo jipya walilopewa. Hatua tulizozichukua, tuliwaita, tukakaa nao hapa ofisini, tukakubaliana kuna fidia zilitakiwa zilipwe baada ya kubomolewa lile banda, na baadhi wamelipwa. Mmoja ameahidiwa mpaka Jumatano atakuwa amelipwa fidia yake, lakini hatua ya mwisho ni kuwatoa wale lile eneo lenye mgogoro. Akizungumza kwa njia ya simu, anayedekuwa mmiliki halali wa eneo hilo Babu Limo amesema ana nyaraka zote za umiliki wa eneo hilo. Anachohitaji ni wao kuondoka katika eneo lake ifikapo Alhamisi wiki hii
kama walivyokubaliana mbele ya viongozi wa serikali ya mtaa. Mimi nilikuwa nafuata sheria kwamba eneo ni la kwetu, nafanya kuondoa wale watu waliovamia pale. Mimi wenzangu sijajua wana nia gani, wana mipango gani, mimi sifahamu. Mimi nilichokuwa nachoangalia ni kujitetea kwamba lazima niende serikali za mitaa nitetie eneo langu. Kwa kuwa mimi ni eneo la kwetu, tuna udhibitisho wote, kila kitu tunacho, eneo la kwetu. Alijaye kuwaka na mgogoro wote. Kutoka Dar es Salaam, Beatrice Eric, Channel 10. Wawekezaji wa kampuni ya Puma Energy ambao ni serikali ya Tanzania na Puma Investment Limited wamekubaliana kufanya mapitio ya mpango mkakati wa biashara wa kampuni hiyo ndani ya mwaka huu unaolenga kuongeza uwekezaji, kupanua mtandao wa usambazaji sambamba na kuongeza idadi ya bidhaa kwa lengo la kuimarisha mchango wa kampuni hiyo katika uchumi wa Tanzania. Hayo yamebainishwa wakati wa ziara ya viongozi wa ngazi ya juu wa Puma Energy kwenye ofisi ya msajili wa hazina iliyopo jijini Dar es Salaam, wakiongozwa na Bwana Mark Russell, afisa mtendaji mkuu wa Puma Energy duniani, ambapo katika ziara hiyo msajili wa hazina Bwana Nehemia Mchechu amesema mpango mkakati huo unalenga kuona ukuaji wa kampuni unalingana na vipaumbele vya maendeleo ya taifa pamoja na kufungua milango ya fursa mpya katika sekta ya nishati. Bwana Mchechu amesema uwekezaji wa serikali ya Tanzania ambayo ina umiliki wa 50% ndani ya Puma Energy Tanzania ni mkakati unaolenga kuiwezesha serikali kuwa na ushawishi mkubwa katika sekta ya nishati na mtandao wa usambazaji wa mafuta. Nchi hii tumebarikiwa kuwa na rasilimali nyingi au vyanzo vingi vya nishati, iwe ni gesi, iwe ni gesi zetu tunazungumza CNG, LPG na kila kitu, lakini pili nishati mbalimbali ambazo zipo. Kwa tunataka pia kupitia Puma tuone jinsi gani ambavyo tunaweza kwenda kuvitumia na kuvimarisha zaidi. Kwa upande wake, mtendaji mkuu huyo wa Puma Energy duniani Bwana Mark Russell aliongozana na mkuu wa kampuni hiyo ya Puma Afrika Bwana Ben Utara pamoja na mkurugenzi mtendaji wa Puma Energy Tanzania Bi Fatuma Abdalla wameisifu Tanzania kuwa na fursa nyingi za kukuza biashara, ikiwemo miradi ya gesi asilia na gesi ya kupikia, ambapo wamedhamiria kupanua zaidi huduma kwa kufungua fursa zaidi katika kukuza biashara na uwekezaji. To the community through our retail offering and where we can grow the business further. There's plenty of opportunity for growth here. So from that point of view, it's a very exciting country. And then of course the new projects, projects in LNG, projects in LPG, and other strategic opportunities that thankfully through having the partnership with the government. Wa nishati safi ya kupikia, Puma ni miongoni mwa kampuni ambayo inaongoza katika kusambaza nishati safi ya kupikia Tanzania, na tuna mkakati mkubwa wa kuweza kufika mikoa mingi. Kwa sasa hivi kama nilipoeleza, tuko kwenye mikoa michache, lakini tuna mkakati wa kufika mikoa mingi au mikoa yote ya Tanzania, na tuna project kubwa inakuja mwaka huu kabla mwisho wa mwaka ya nishati safi ya kupikia. Kutoka Dar es Salaam, Kisa Mwepiana, Channel 10. Mkuu wa wilaya ya Kibaha Nixon Simon ameongoza kampeni ya kupuliza dawa ya kuua mazalia ya mbu katika makazi na mabwawa ya maji yaliyotuama katika halmashauri ya mji wa Kibaha, zoezi ambalo linalenga kutokomeza ugonjwa wa malaria katika halmashauri hiyo. Ni zoezi zuri, kwanza kwa sie tulokuwa na hali kama hii, tumeshazeeka, hatuna uwezo wa kununua dawa wala kufanyaje. Kwa hivyo tunamshukuru Mama Samia kitendo alichokifanya. Tunashukuru. Akizungumza na wananchi wakati wa kampeni hiyo ya kupuliza dawa kwa ajili ya kuua mazalia ya mbu, mkuu wa wilaya hiyo amewataka wananchi kuendelea kutoa ushirikiano katika zoezi hilo ili kukabiliana na ugonjwa wa malaria ambao husababisha vifo vya watoto chini ya miaka 5, lakini pia akina mama. Kupambana na malaria ni eneo la kimkakati. Ukipambana na malaria unapunguza gharama kubwa sana kwa halmashauri na kwa familia. Imagine hizi dawa ambazo tunapuliza leo na kata kadhaa tumetumia karibu milioni 14 tu. Lakini vyandarua tu ambao tumetoa ni zaidi ya milioni 400. Lakini hapo hujapiga gharama za nyumbani ambapo mgonjwa ameumwa, kumhudumia, kunywa dawa na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo nitoe wito kwa wananchi, sisi tuko mstari wa mbele kwenye kupuliza dawa hii, lakini tunataka na wao wenyewe wajifunze, waifahamu, waijue na waitokeze. Dawa hii haitaki upige wewe peke yako nyumbani kwako, haitoshi. Hii mnapiga kama nyumba 20, nyumba 30. Mganga mkuu wa halmashauri ya Kibaha mji, Dr. Catherine Saguti amesema
Tangu kuanza kwa zoezi hilo la upulizaji wa dawa za viuatilifu, ugonjwa wa malaria umepungua kutoka 1.7 mwaka jana hadi kufikia 1.2 mwaka huu, lakini pia akawatoa hofu wananchi kuhusu dawa hizo kuwa hazina madhara kwa binadamu. Nipende kuwatoa wasiwasi wakazi wote wa halmashauri ya mji Kibaha kwamba dawa hizi ni salama kabisa, hazina madhara yoyote. Kwa hiyo watoe ushirikiano kwa wataalamu wetu wa afya wanapofika majumbani kwao, lakini pia wanapopitia haya mabwawa ya kudumu, watoe ushirikiano kabisa ili waweze kupata dawa hizi na kinga hii, tumalize malaria kabisa halmashauri ya mji Kibaha. Na kama unavyoona sasa tunaenda kwenye kata zetu zote. Na kipekee tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa sababu yeye mwenyewe mara kadhaa amekuwa akizungumza kuwa anachukizwa sana na vifo vya malaria. Kwa hiyo kazi yetu sisi kama watendaji wake ni kutafsiri kwa vitendo yale maono ya Mheshimiwa Rais, na ndio maana sasa tuko kwenye kuhakikisha kuwa kila eneo ambao kuna mazalia ya mbu kwenye mji wetu wa Kibaha, mabwawa pamoja na nyumba zilizo jirani, tunapulizia dawa hizi. Mama yetu alivyoingia, moja ya jukumu lake kubwa ni kuhakikisha analinda afya kwa jamii. Na kwa sasa hivi viongozi wetu sasa wamelishikilia kidedea. Tunamshukuru sana mkuu wa wilaya, lakini mkurugenzi pamoja na wananchi kulipokea hili zoezi kwa kiasi kikubwa sana. Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Mkoa wa Manyara kupitia hospitali ya rufaa ya mkoa umezindua huduma za usafishaji wa figo na matibabu ya mifumo ya njia ya chakula, ambapo itasaidia wananchi kuepuka gharama za kufuata matibabu hayo kwenye mikoa mingine ya Kilimanjaro, Dodoma na Dar es Salaam. Akizindua huduma hizo mara baada ya serikali kutoa zaidi ya milioni 500 kwa ajili ya vifaa vya kutolea huduma hizo, mkuu wa mkoa wa Manyara Queen Sendiga ameutaka uongozi wa hospitali ya rufaa kuhakikisha huduma ni stahimilivu na kutunza vifaa hivyo. Zindua huduma ya kwanza ya usafishaji wa figo, ambao kwa kweli imekuwa ni changamoto kubwa sana. Lakini pia tunajua tuna magonjwa haya ya kuumwa matumbo. Unafika unasema mimi nahisi kama vile na vidonda vya tumbo, hasa masuala ya kuhisi hapa kutakuwa hakuna tena. Madaktari watakuingiza kipimo, watapima na watajiridhisha kweli una kidonda. Tuvitunze vizuri. Tuhakikishe kwamba vifaa hivyo vinatunzwa vizuri na huduma hii inakuwa endelevu na stahimilivu. Pamoja na uzinduzi wa huduma za kusafisha figo na matibabu ya mifumo ya chakula, hospitali hii bado inaeleza ukabiliwa na changamoto mbalimbali. Kasi ndogo ya upangiwaji fedha za miradi kwa ajili ya umaliziaji wa majengo yote ya hospitali. Tunahitaji karibu kiasi cha shilingi bilioni 13.5 ili kumalizia miundombinu na majengo mengine, hasa wodi za wagonjwa. Na pia changamoto ya tatu ni upungufu wa watumishi, hasa madaktari bingwa katika fani za mifupa, macho, ngozi, mionzi na mfumo wa mkojo. Haya ni mapokeo ya wananchi juu ya huduma hizo. Kwa kweli kwa huduma hizo zilizozinduliwa kwa siku ya leo tunazifurahia kwa sababu kwanza ni ukaribu uliopo. Wito wangu mimi natamani kila mkoa kama inawezekana, angalau kama sio mkoa basi kwa kila kanda kuwe na huduma hii. Tumeipokea hii huduma kwa furaha na kwa uzuri zaidi, kwa sababu tulikuwa tukipata mgonjwa kama huyo inatulazimu kwenda Arusha, Moshi au Dodoma kwa ajili ya matibabu kama haya. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunamshukuru mama yetu Samia Suluhu Hassan na Mheshimiwa mkuu wa mkoa Msendiga kwa kutuletea huduma hii katika hospitali yetu ya mkoa. Hospitali ya rufaa ya mkoa wa Manyara inahitaji watumishi 483 ambapo kwa sasa ina watumishi 341 ambapo ilihudumia wagonjwa 32,199 katika kipindi cha Julai 2024 hadi Machi 2025 na kutoa rufaa 22 kwa wagonjwa wanaohitaji huduma za usafishaji damu kutoka Julai 2024. Kutoka wilayani Babati mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani, Channel 10. Na mtazamaji, taarifa hiyo ya Elia Kimani inahitimisha katika upande wa habari za kitaifa. Mtazamaji, na sasa karibu tupate utondoti wa habari za kimataifa. Tunaambiwa shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limesema kuwa kundi la waasi wa M23 limewaua, kuwatesa na kuwashikilia baadhi ya mateka, huku wakiwaweka katika mazingira ya mateso makubwa kwenye maeneo ya kizuizini
huko Goma na Bukavu, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ripoti iliyotolewa leo na shirika hilo inasema kati ya Februari na Aprili 2025 ilihoji raia 18 waliokuwa wamefungwa, wanaume wote ambao walishikiliwa kinyume cha sheria katika maeneo ya kizuizini na M23 huko Goma na Bukavu. 9 kati yao waliteswa na wapiganaji wa M23. Kwa mujibu wa taarifa ya shirika hilo, ngozi iliyojivisha kundi la waasi wa M23 ya kuleta amani mashariki mwa DRC ni njia ya kuficha maovu wanayoyatenda dhidi ya wale wanaoamini kuwa wanaenda kinyume na matakwa yao. Shirika hilo limetoa wito wa kundi hilo kuachiliwa wale wanaoshikilia mateka mara moja, na kwamba wanastahili kuonyesha ubinadamu kwa kila wanayemzuia na wawaruhusu kuwa na mawakili na familia zao. Mtazamaji, usipate tabu, taarifa zote hizi na nyingine nyingi unaweza kuzipata hivi sasa kupitia mitandao yetu ya kijamii, kupitia Facebook na X zamani Twitter, andika Channel 10 TZ, kupitia Instagram andika Channel 10 Tanzania, katika upande wa YouTube huko nako tuko mbashara, andika Channel 10. Mimi ni Emmanuel Mwakapotela, katika upande wa lugha ya alama ni Tito Makombe. Baki na sisi.